Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu wa chaneli ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari na uchambuzi katika siku ya leo. Naam, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika ndani ya chaneli hii, naitwa ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa chaneli yako ya Mteba TV. Karibu sana, majina yangu naitwa ni Mteba, mtangazaji wako naye zidi kukupa taarifa moto zinazopatikana bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa maeneo mengi Nord Kivu na Sud Kivu. Karibu sana tukupashe kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita na DRC kwa ujumla. Tumekusanyishia habari kwa wingi, kwa urefu pia, lakini pia uendelee kutupa muda wako ili uweze kutufuatilia. Naam, mapambano makali, tunaanzia na taarifa zetu maeneo za Minembwe. Mapambano makali ambayo yameendeshwa huko kati ya vikosi vya Twirwaneho pamoja na vikosi vya M23. Inaishangaza sana kwa kusikia habari hii ya kwamba vikosi vya Twirwaneho lakini wanapambana na vikosi vya M23, wakati wote ni kitu kimoja ambao tayari walikuwa wameshajiunga wakifanya kazi. Habari hizi tuko nazo kwa undani sana, usibanduke kwenye TV yako ya Mteba TV. Lakini upande wa M23 kumefariki zaidi ya watu 15, lakini upande wa Twirwaneho kumefariki watu 6 ambao wamepambana huko Minembwe. Chanzo akijajulikana, bali subiri tu, tutakupa kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Na tuendelea kwenye uwanja wa vita huko Ituri, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Mkuu wa mkoa ambaye alichaguliwa maeneo hayo kama gavana ambaye anasimamia mkoa wa Ituri ameweza kubadilishwa na serikali ya Kinshasa na kutolewa huko Ituri na kwenda maeneo mengine ya Kinshasa. Lakini habari hii ina ukweli gani ndani mwake? Habari imevuma sana, lakini kama channel yako ya Mteba TV lazima tuje tukwambie na tukuhabarishe kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita na Kongo nzima kwa ujumla. Taarifa hii tuko nazo hapa. Majina yangu naitwa ni Mteba, wala usibanduka kabisa kwenye channel yako ya Mteba TV. Na droni za M23 zinazidi kushambulia ngombe za Twirwaneho au ngombe za Wanyamrenge ambao wanakaa huko DRC, lakini kwa majina maarufu wanajulikana kama vile Wanyarwanda kabisa. Lakini kitu gani kinachoendelea huko? Droni hizi zinazidi kuua ngombe za Wanyamrenge kwenye milima yote huko maeneo za Minembwe, maeneo yote ambapo wanadhibiti. Hili vurugu na kelele zizidi kusambaa kwenye mitandao kwamba wazalendo au FRDC wanaua ngombe hizo. Mimi naitwa ni Mteba, karibu sana kwenye taarifa zetu zaidi za habari kiundani zaidi. Ninaungana na wandugu wengi sana siku ya leo kwenye uwanja wa vita na duniani kote ili kuweza kutoa mawazo, michango yao ya mawazo. Mimi naitwa ni Mteba na ofisi zetu za Mteba TV zinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa Uvira. Lakini sio hapo tu, tuna ofisi zetu kubwa mno nchini Marekani, lakini pia tuna ofisi zetu maeneo mengi sana DRC, na tukizidi kupanua wigo au kuchana mawimbi ili habari nyingi ziweze kuwafikia mahali popote mnapotusikiliza. Hii ni Mteba TV, karibu sana. Naam, tunaanza taarifa zetu ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu wa channel ya Mteba TV maeneo za huko milima mirefu ya Minembwe, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Baada ya mapambano makali ambayo yalikuwa yanaendeshwa kati ya vikosi vya wazalendo lakini vikosi vingine vya FRDC wakishambulia M23 ambao wamejiunga kwa pamoja, ambao wanaitwa kwa moja AFC M23. Mle ndani kuna Wanyamrenge ambao wako ndani ambao wanajiita Twirwaneho ambao wapo ndani, lakini pia mle ndani kuna vikosi vya M23 ambao viko mle ndani na vikosi vingine vya Alliance Fleuve Congo. Ni muungano mzima ambao umeitwa sasa hivi ni M23 au Alliance Alliance Fleuve Congo kama watu wengi walivyokuwa wanaijua, ikaungana na M23 na Twirwaneho pia wote wakawa ni kitu kimoja. Lakini jambo la kushangaza ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa channel yako ya Mteba TV
ni kwamba kwenye uwanja wa vita huo umegeuka. Uwanja wa vita umekuwa mchungu zaidi kwa sababu vita imeripotiwa tarehe 5, tarehe 6 huko Minembwe. Sio wazalendo ambao walipambana nao, wala sio vikosi vya FRDC, bali ni vikosi vya Twirwaneho ambavyo vinajumuisha muungano wa Wanyamrenge ambao wako huko milimani na wamepambana na vikosi vya M23. Mashambulizi haya yaliendelea sana huko Minembwe, ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa channel ya Mteba TV, kwenye uwanja wa vita. Sasa tutakwenda kuambia mahafa na kila ambacho kimeendelea kwenye uwanja wa vita. Upande wa Twirwaneho, wanajeshi wao ambao wameweza kufariki 6 kwenye uwanja wa vita huo. Ndugu msikilizaji, ni kuambia tu kama mapambano hayo yanaendelea kati ya vikosi vya M23 ambavyo vikosi vya Nanga na Twirwaneho tayari hawaelewani kabisa kwenye uwanja wa vita. Na pale kumbuka, kuna Wanyamrenga ambao hawataki fujo, kuna Wanyamrenga ambao wanataka kuishi vizuri, na kuna Wanyamrenga ambao wanajiunga, na tunajua vizuri kwamba hawa wote wanachochewa na Rwanda, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Kwa hiyo na upande wa M23 kwenye mapambano ambayo yameendelea huko uwanjani ni kwamba wamefariki zaidi ya 15 kwenye mapambano makali ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa vita. Mimi naitwa ni Mteba, ndugu msikilizaji na mtazamaji, usibanduke kabisa kwenye mataarifa zetu za habari na matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa ofisi zetu za Mteba TV. Lakini habari zetu zingine unaweza kuzipata kwenye mtandao wa TikTok, unaweza kupata kwenye mtandao wa YouTube, lakini pia ukapata kwenye mtandao wetu maarufu wa Facebook, ambapo tunarusha taarifa nyingi kwa wingi zaidi, ili uweze kupata taarifa zaidi, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Kwa taarifa zaidi tufuate taarifa kutoka huko Minembwe, nitakuja kurejea. Mimi naitwa ni Mteba, tupate taarifa. Vita kali Minembwe kati ya M23 na Wanyamulenge wa Twirwaneho. Kisa hatujui walipigania nini, ila kwenye upande wa Wanyamulenge tulisikia walikufa watu 6, kama ni vijana, kama ni sijui ni waite vijana ni wanaume, maana wanaume tofauti, ila Wanyamulenge 6 wamepotea za maisha katika mapambano hayo kati ya wao na Wanyarwanda wa M23. Haya ni miongoni yaliyojiri, na baadaye pia siku iliyopita kabla ya haya mapambano ya tarehe 5 palikuwa drone za Wanyarwanda zinaendelea kuua Wanyamulenge, kuua mangombe zao, kucreate ile tension kati ya Wanyamulenge na nchi yao na serikali, kuwasababisha Wanyamulenge wachukie nchi yao. So hizo drone zinaendelea kuua Wanyamulenge, kuua mifugo ya Wanyamulenge, mangombe. Pia Wanyamulenge wakienda mashambani zinazunguka huko juu, zinawashitua, zinaendelea kuwaweka hatarini ili wasijisikie huru. Wanaendelea kuweka uoga ndani, kuwaua kwa ajili tu ya kuwatenga na serikali, kwa sababu Mnyamulenge akijiunga na serikali itakuwa ni kushindwa kwa Rwanda. Maana sababu wanayobaki nayo ya kuwa Mkongo ni kwamba Mnyamulenge ananyanyasika Kongo, kwa hiyo wanahitaji kwenda kumsaidia, lakini kiukweli hawamsaidie, ila ni faida zao. Wanakwenda pale wanakuiba mali ya Kongo, madini, sio kwa niaba ya kusaidia Wanyamulenge, ni kwa ajili ya faida zao binafsi za nchi yao, sio kwa ajili ya kusaidia Wanyamulenge. Lakini wanaendelea kufanya haya maafa, kunyanyasa raia kule, huku wakidanganya kwamba ni serikali ndio inafanya hivyo. Kama hizo shambulio za madrone, kutishia raia, kuwaweka pamoja, kwa mfano kwa nyima uhuru wa kuomba. Wanahitaji madominasio yote ya makanisa yote wakuwa wanaomba pamoja, ili waweze kuwakontrole vizuri, wapatie message kirahisi. Hawapendi kila watu kusali kwenye kanisa lao. Na wakati kuna maimani tofauti kidogo kule, kuna Wakatoliki, kuna Waprotestant tofauti, na wao hata hawaamini kusali kwa pamoja. So kwa hiyo hawa watu wote wanapenda wawe kwa pamoja, wasali pamoja, ili wakuwa waingilia makanisa, wawaambie uongo, wawadanganye, waweze kwa control bia kiurahisi, ili manipulation iendelee. So wanawanyima na haki ya kusali wanavyotaka wenyewe. Kuna wapastori zaidi ya 7 wanafungwa kwa Kinyamulenge.
Hawa wote kisa tu wamekataa kujiunga na makanisa mengine, wanapenda wabaki kwenye makanisa yao wasali wenyewe kama ilivyokuwa miaka yote. Lakini hawa wenye Rwanda wa M23 wanawalazimisha wasali pamoja wote ili ikuwe rahisi kwao kuwamanipulate kutoa message. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, nafikiri umesikia kile ambacho kimeendelea kwenye uwanja wa vita kuanzia tarehe 5 na mpaka tarehe 6, lakini leo ni taarifa zingine ambazo zinazozidi kuendelea. Tukaona lazima tukwambie kile ambacho kinachoendelea, ndugu msikilizaji. Na huyu ambaye ametoa taarifa hizi ni Mteba, ambaye naye zidi kukupa habari motomoto zinazoendelea. Usibanduke kwenye channel yako ya Mteba TV ili uzidi kupata kile ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Droni za M23 zinazidi kushambulia ngombe za Wanyarwanda au Wanyamrenge ambao wanaishi kwenye milima mirefu wakiwa Mwenga, wala ambao wako Uvira huko milimani, lakini wala ambao kwenye Plateau, tukimaanisha maeneo za Minembwe. Droni hizi zinazidi kuua ngombe, zimeua ngombe nyingi sana za Wanyarwanda ambao ni Wanyamrenge kwa jina maarufu, ili watu wengi waweze kutuelewa. Zimeua ngombe takriban 200. Na lengo hili ni lengo lipi? Droni hizi zinakuja kuua kwa nyaba ya M23 na washirika wao. Hili ionekane kwamba wazalendo na FRDC wanaua ngombe, na ndiyo mkanganyiko mkubwa sana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu, zinazidi kuonekana kwa kile ambacho vyetu vya habari endelea, ili uweze kuonekana kwamba wazalendo ndio wanaoua. Ni kuchonganisha sana. Tuambie tu ya kwamba ngombe zinazoliwa huko Minembwe na sehemu zingine zinakutwa zimekufa kwenye bonde ya mto wa Ruzizi, lakini kwenye Plateau ya Mwenga, Plateau ya Fizi. Hizo ni droni na mabunduki za M23 ambapo wanaua ili wazalendo waonekane na hatia, lakini pia na FRDC waweze kuonekana na hatia. Mimi naitwa ni Mteba, naye zidi kupata taarifa motomoto zinazoendelea kwenye uwanja wa vita. Tuendelea taarifa zetu zingine, usibanduke kabisa kwenye taarifa zetu za habari. Naam, tunaanza na taarifa zetu zingine, ndugu msikilizaji, maeneo za Ituri. Kipi kinachoendelea huko Ituri? Baada ya mbilikimu takribani 18 kuweza kuuawa, kuweza kukatwa vichwa, na ndani ya mbilikimu hao kulikuwa mchekeshaji maarufu sana ambaye aliweza kutolewa hapo Ituri na kupelekwa Kinshasa na kuweza kuonekana kwamba ni mchekeshaji maarufu na ni mpiga muziki maarufu. Ameweza kuuawa yeye na baba yake na mama yake, na baba yake na mama yake wote, familia nzima imeweza kuuawa huko Ituri. Lakini taarifa hizi za Ituri zikoje? Ni kwamba tunavyoongea hapa, mkuu wa mkoa au governor ambaye anapatikana huko mkoa huo wa Ituri ameweza kubadilishwa rasmi kabisa. Watu wengi wametupigia simu na kutuuliza, Mteba TV, tuambie kipi kinachoendelea huko. Huyu mkuu wa mkoa anaitwa Nkashama Luboya, ameweza kubadilishwa, kutolewa. Lakini wakongomani wengi sana wanaonesha huzuni mkubwa ya kwamba kwa nini abadilishwe, kwa sababu yeye ukiangalia alikuwa anawezana na waasi na alijitahidi sana kupambana na vikosi vingi vya waasi ambavyo vinapatikana huko Ituri. Kwa nini abadilishwe? Na wengi wanasema amepambana sana na kuweza kulilisha kama vile waasi wa M23, kulilisha waasi waliotoka Uganda, na pia M23 wamepambana nao sana na mpaka sasa hawawezi kudhibiti Ituri. Sasa ndugu msikilizaji na mtazamaji, kitu gani kinachoendelea? Raia wengi wamehuzunishwa, lakini cha kwamba hajatolewa kazi, lakini bali amepandishwa cheo moja kwa moja kwenda Kinshasa na kuweza kusimamia wanajeshi wengi. Tutakwenda kuambia kwenye matangazo yetu mengine atakayokuja anasimamia kwenye kitengo gani na atakayekuja ni nani. Tayari wameshabadilisha na mwingine ameshakuja na yeye pia ni askari, lakini ni Mkasai wa kutoka huko Mbujimai, ambaye anasimamia majina yake na kila kitu. Tunafuatilia ili tukuje kukwambia, ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu wa channel ya Mteba TV. Tunashika habari zingine, tunachana habari za Ituri, tukamate Uvira. Viongozi wa wazalendo akiwemo Ngoma Nzito ambaye ameweza kuita viongozi wote wa kizalendo maeneo za Uvira na kuweza kuapisha baadhi ya viongozi kwenye meeting hiyo ambayo ameifanya
maeneo za Uvira. Nafikiri kama hujaona taarifa hizi, ingia hapo, na ameongea ya kwamba ameongeza makamanda wengine wa kijeshi, majenero ambao wanapaswa kusimama. Kumbuka maeneo ni mengi sana ambapo waasi wanapatikana, maeneo ni mengi sana ambapo vita inapatikana. Ameahidi kwamba ameongeza vikosi vingi ili waweze kupambana na M23 kwenye uwanja wa vita, na lengo breki mpaka Bukavu. Watu wa Bukavu wameshalalamika, mpaka saa hii hawalalamiki tena, kwa sababu wanaona hakuna kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, bali na M23 kuweza kujitoa Uvira na kujitoa maeneo za Sange, kujitoa Luvungi, kujitoa huko Sange kabisa na kuelekea maeneo mengine, kukamata breki yao sehemu inapoitwa Kamanyola. Lakini watu wa Bukavu wanalalamika na wanalalamikia serikali ya kwamba ni lazima serikali ifanye nguvu iweze kurudisha miji yote ambayo M23 wameweza kudhibiti. Tuandikie maoni yako, unatufuatilia kutoka wapi? Mimi naitwa ni Mteba, tukiwa kwenye ofisi zetu kubwa kabisa za Mteba TV zinazopatikana Uvira, lakini na Marekani na sehemu zingine mbalimbali duniani. Tuandikie, namba zetu za simu hizo ambazo zinazopita hapo kwenye skrini yako. Tuandikie maoni yako, unawaza nini, unatuambia nini, na ukihitaji interview na sisi tutakupigia simu, tutafanya na wewe vipindi vingi sana kwenye Mteba TV. Lakini pia tuwashukuru wote ambao wanatufuatilia wakiwa nchini Marekani, wakiwa Canada, wakiwa Australia, wakiwa DRC kwenyewe na wakiwa Burundi. Tunapata maoni yenu sana. Wengine wako Afrika DC au Afrika Kusini, na wengine wako Tanzania. Tuko pamoja kabisa, na sisi tuna